Tutawezaje kuokoa familia katika wakati huu wa utandawazi? Achana na hiyo. Biblia inasemaje katika Warumi 12 fungu lile la pili, anasemaje? Kuna maneno ya pekee ambayo yanatutia moyo. Msifuatishe nini? Namna ya dunia hii, bali mgeuzwe upya nia zenu. Maandiko matakatifu yanajaribu kusisitiza, maana katika fungu la kwanza anasema, basi ndugu zangu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Malizia. Hamjina Biblia? Iliyo hai, takatifu, yenye hiyo ndio ibada yenye kumpendeza Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Na namba 2 anasemaje? Fungu la pili, wala msifuatishe namna ya hii dunia, bali mgeuzwe upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu ya kumpendeza. Jamani, Bwana apewe sifa. Ni katika utandawazi ndipo akili za watu zinahamasishwa. Ukitoka kwenye shetani haji mtu, anahakikisha kila mtu anampatia cha kwake anachokipenda. Wengine kwenye hiyo muziki huwapati, lakini utawakuta wanaangalia zile movie. Wamo, nafikiri hawamo, kwa afadhali hawajaji. Lakini wengine ni wapenzi, wanakaa huko masaa mengi, na huko wanachokiangalia shetani ameweka hizo movie zote za kuoa, za kuachika, za kupenda, za kuwekea sumu. Yaani ameweka namna ya kumuua mke wako, namna ya kuua mume wako, namna ya kuishi na binti wa kazi vizuri, namna ya kumtia moyo mke wako akiwa hayupo. Yaani kuna vituko vingi vimewekwa huko, na ndio mafundisho yanayoendelea. Shetani anachokifanya, anafanya hayo mambo uyaone ili yawe ya kawaida, uya-apply kwenye ndoa yako. Ili ufanye application simply, ndio mpango wake. Hujatoka hapo kwenye hiyo, sasa anakuwekea mengine ya kishirikina. Yaani kuna vitu vinatokea vya kishirikina, unaangalia namna watu wanavyofanya ushirikina, na anachokifanya uone kwamba ushirikina pia unafaa kufanyika. Anavuta akili na hisia za watu wafanye mambo ya kishirikina, wakati huo wa Adventista wa Sabato, wakati huo ni washiriki wa kanisa. Kwa kuna vitu vingine lazima tuwe limited kuviangalia, maana vinatengeneza taswira fulani. Na haya mambo jamani, yanaandikwa, yanakaaga nafikiri kwenye long term memory. Wale walimu wananisaidia kabisa. Yale mambo hayatoki, ndio maana watoto wakiangalia tu wanakuhadisia mwanzo mwisho, hata kama usiweke alafu waambiwa hadithi. Lakini sio mahubiri ya net event. Hayahifadhiki hayo. Ila hizo takataka zingine zote chafu, huo ni mradi wa shetani, zinahifadhiwa. Alafu sometimes akizihitaji zinakuwa retrieved. Yaani zinaletwa kutoka huko zilikohifadhiwa, zinaletwa katika ulimwengu wa kawaida, katika uwepo. Na hicho ndicho shetani anachokifanya kwa familia. Bwana atusaidie. Mauaji yanayofanyika ya kinyama, movie hizo zote tunazoziangalia yana mauaji makubwa. Na hujatoka hapo, shetani hawezi kukuacha hivi hivi. Muda mwingi tunautumia wapi? Tunautumia pia kwenye michezo, mipira. Dakika 90. Familia ziko very busy. Na sasa hivi mataira wanaongezeka kadri siku zinavyoenda. Zamani walikuwa wanaume ndio wengi wako addicted na mambo ya michezo. They waste a lot of time kwenye mpira. Sasa hivi akina mama nao wamekuwa na timu zao. Tumeisha. Sasa nikaja najiuliza, ni nani wa kubaki na watoto? Na watoto nao walipoona baba anamiliki timu na mpira haunogani nyumbani mpaka ahame kituo. Kuna mmoja nilimuuliza, kama basi umezidiwa si uangalie nyumbani kwako, sema haunogi. Kwa hiyo anaenda kunogeshwa huko. Sasa baba ameenda kunogeshwa,
Kambi ya pili, mama ameenda Ngusero, kila mtu anaenda kusemana kunogesho ili ashinde timu yake, na watoto wakiona ramani haisomeki na wao wanasema hao watu watarudi lini? Wataonana asubuhi. Na hizo mechi zimewekwa purposely usiku, yaani zingine zinachezwa mpaka usiku wa manane. People are very makini, wanaangalia na wasinzi. Sasa hivi hapo kuna wengine walishazimia, yaani na mwili hapa wameshazimia hapa. Ninaona marehemu mmoja yuko hapo nyuma, yaani na hata 10 sijamaliza ameshazimia. Lakini ingekuwa ni timu yake imewekwa, hakuna kusinzia wala kuzimia. Yuko hapo na anacheza akiwa kwenye kiti, yaani yuko makini sana. Hapa hata Amina huwezi kupata, lakini na moyo unarudi. Kwa nini upate pressure kabla muda wako? Mimi niwahi kujaribishaga kuwa mshabiki nikiwa mdogo wa timu. Baadaye nikakaa chini. Kuna siku nikafungwa, nikaumia. Baadaye nikajikuta nitakuwa daima muda sio mrefu. Yaani timu icheze Ulaya, mimi niko Karame, alafu niumie. Alafu hicho ni chosha zaidi. Wamefungwa alafu wanakumbatiana na maadui zao. Nikasema kuanzia leo upumbavu si ufanye. Wao wanakumbatiana, mimi naumia daraka. Yaani wenzako hawana shida, wewe ndio unapata pressure, moyo unaenda kasi. Matatizo yote ya nini kujipatia shida katika wakati kama huu? Watu hawapati shida kwa ajili ya maisha yao magumu wanayoishi. Godoro ni tangu enzi za baba yake, tangu ya urithi aliyopewa kwenye harusi. Hapati shida kuona godoro limetatuka, ila yeye anapata shida timu ya Ulaya kufungwa au Yanga kufungwa. Yaani hapa anaumia sana. Kuna wengi wanaumia kwa mambo yasiyowahusu, wanabeba mizigo ya bure katika familia zao, wanapoteza muda wa Mungu kwa mambo yasiyowanufaisha, yasiyowapa faida yoyote, hayaongezi chochote katika maisha yao, ila yanapoteza, yanaongeza chuki, hasira. Wakati mwingine watu wanatukanana, yaani wanatukanana kwenye gari, unaingia na wafahamiani wanaanza kutukanana. Sema jamani, hao watu wana akili kweli? Yaani wanatukanana, sisi tutachukua, yaani mtu yuko Ngusero anachukua kombe lenyewe liko huko nani Ulaya. Ngusero utapataje kikombe? Na hajawahi kununua kijiko, mwaka umesha hata nyumbani kwake. Na watoto wanamwangaga maji machafu na vijiko vimeshapisha nyumbani. Kijiko hajanunua, ila anachukua leo kombe. Uwe na huruma. Kikombe wewe uchukue wewe. Kutoka hapa Sakina. Bwana tusaidie. Tusipoteze muda wa Mungu. Ni lazima tuwe mawakili waaminifu. Kutumia muda wa Mungu. Muda ambao ungetumia na familia yako kuwatia moyo. Sasa hivi watoto hawatiwi moyo. Mama hatiwi moyo, baba hatiwi moyo. Watu wako busy wakimaliza simu zao kuangalia message zote kuzisoma. Jamani, zile zinatesaga magrupu 7-8 mpaka usome, ujibu kila mmoja, uhuzunike, ufurahi saa 8 za usiku. Shetani anaweka haya mambo yote ili kusudi apotoshe mpango wa Mungu katika ndoa zetu. Na ni lazima Bwana atusaidie katika hili, tumwombe atusaidie ili tushinde kwa ushindi.